Kwa majina naitwa Mwalimu Yohana Lulieho, ni katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Tabora. Mimi ndiye katibu wa mkoa, na kwa niaba ya wenzangu nitaongea mambo machache ambayo ni maazimio ya kikao cha baraza la uongozi la chama mkoa wa Tabora, kikao ambacho kimehitimishwa hivi punde. Asubuhi ya leo tulikuwa na kikao kama mnavyoona, walioko pembeni yangu pamoja na walioko nyuma yangu ni wajumbe halali wa kikao cha baraza la uongozi la mkoa, lakini pamoja na wajumbe waalikwa kwa maana makatibu wa mabaraza ya chama ngazi ya mkoa, kikao ambacho tumekihitimisha hivi punde, na sasa tunapenda kutoa maazimio ya kikao hicho kwa wanachama wetu mbalimbali ndani ya mkoa wa Tabora. Kikao cha baraza la uongozi la mkoa kimejadili hali ya kisiasa ndani ya mkoa wetu wa Tabora na nje ya mkoa wa Tabora. Ndani ya mkoa wa Tabora tumeangalia wimbi ambalo limekuwepo la watu kusema haya au yale, wakianasibisha na kambi za uchaguzi wa ndani ya chama tuliokamilisha mwezi Januari. Lakini baada ya kufanya tathmini ya kina, tumejiridhisha na tumeona kwamba ni viongozi 11 tu kutoka majimboni pamoja na mkoani waliokihama chama. Sasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Tabora, kwa maana ya viongozi wa majimboni paka mkoa, wako zaidi ya viongozi 200 na kitu huko. Kwa sababu kila tu jimbo, kwa jimbo moja tu tuna zaidi ya viongozi 20. Wale tu wanaounda kamati ya utendaji ya jimbo. Kwa hiyo kati ya hao viongozi zaidi ya 200 tulionao wanaounda uongozi kwenye majimbo, pamoja na viongozi wa ngazi ya mkoa, tumejiridhisha kwamba ni viongozi 11 tu ndio wamehama kwa huo upepo uliokuwepo. Sasa baada ya kikao kutathmini kwa kina hali hii, bado tumejiridhisha kwamba hali ya chama kwenye mkoa wetu wa Tabora bado iko imara. Na baraza la uongozi limeziagiza mamlaka zinazohusika, kwa maana ya kamati za utendaji za majimbo pamoja na mabaraza ya uongozi ya wilaya zenye jimbo zaidi ya moja, kuziba nafasi hizo mara moja sawasawa na agizo la kamati kuu. Itakumbukwa tarehe 23 na tarehe 24 kamati kuu yetu ya chama iliketi jijini Dar es Salaam, na tarehe 25 makamu mwenyekiti wa chama bara Mheshimiwa John Wegesa Heche alitoa maazimio ya kamati kuu, na moja ya maazimio ni kuziba nafasi zilizo wazi kwenye ngazi zote za chama. Kwa maana hiyo, na mimi kama mtendaji mkuu wa chama kwenye ngazi hii ya mkoa ndani ya mkoa wa Tabora, ninawaelekeza makatibu wote wa majimbo na wilaya kwenye mkoa wangu kuziba nafasi za viongozi wote hao waliotoka. Na sisi tumeainisha hapa karibu kila jimbo tumeona waliotoka. Kuna majimbo ambao hayajaguswa kabisa kama jimbo la Manonga, jimbo la Nzega vijijini, jimbo la Bukene, jimbo la Ulambo, jimbo la Kaliua, jimbo la Igarura, hawajaguswa kabisa, hakuna waliotoka. Lakini kuna jimbo kama Igunga ametoka mtu mmoja, Nzega mjini mjumbe mmoja wa kamati ya utendaji, Nzega wilaya walienda wawili, japo nimekwisha pokea taarifa zao kwamba walidanganywa, wanajuta, lakini sisi tunahesabu kwamba walienda. Tabora manispaa hapa mjini aliondoka katibu wa wilaya, Sikonge waliondoka wawili kwa maana katibu mwenezi pamoja na mjumbe mkutano mkuu. Uliankuru aliondoka kaimu mwenyekiti, huyo alikuwa na kaimu nafasi ya mwenyekiti, na Kaliua wilaya alitoka katibu wa wilaya. Kwa hizo nafasi zote ambazo viongozi hao waliondoka ama kwenda Chauma, hata kama
hawakutoa taarifa ili kuonesha kwamba tunayo hazina kubwa ya viongozi, aondolewe kwenye nafasi yake na nafasi yake izibwe mara moja. Kama alionekana tu yuko Dar es Salaam kwenye kile kikao cha Chauma, aondolewe kwenye nafasi yake na nafasi yake izibwe mara moja. Kwa hiyo baraza la uongozi limeelekeza hivyo, lakini bado tumeamini kwamba idadi hiyo ya watu 11 walioondoka haifiki hata 8% ya viongozi wote wa mkoa tulionao. Kwa maana hiyo bado chama chetu ni imara ndani ya mkoa wa Tabora. Lakini nje ya mkoa wa Tabora, kwa maana ya siasa za nchi, baraza la uongozi lilikuwa na maazimio kadhaa. Namba 1, baraza la uongozi linaendelea linalaani vikali hatua zinazochukuliwa na msajili wa vyama vya siasa kukididimiza chama chetu. Jana tumeona tamko la ofisi ya msajili wa vyama vya siasa akieleza kusitisha ruzuku ya chama na akitishia kusimamisha usajili wa chama chetu. Sisi tunaamini huo ni uonevu, kwa maana chama chetu na katiba yetu ya chama imeelezea vizuri namna ya kupeleka malalamiko kwenye ngazi za chama. Kama Bwana Mchome kama kiongozi mwandamizi ndani ya chama chetu, tunajua alikuwa ni kiongozi, alikuwa katibu wa wilaya Mwanga, baadaye akawa mwenyekiti wa wilaya, japo nafasi yake imeondolewa juzi na baraza la mashauriano la wilaya. Lakini pia tunajua alikuwa ni mwenyekiti wa vijana wa chama Bavicha mkoa wa Kilimanjaro kwa muda wa miaka 5 iliyopita. Sasa kwa nafasi hizo alizozishika, imani yangu ni kwamba ni kiongozi mzoefu ndani ya chama, anafahamu vyema channels au ngazi za chama za kupeleka malalamiko. Na kwa sababu anazifahamu vizuri, kama kuna mahali ambapo alikuwa hajaridhika, hakupaswa kwenda kwa msajili wa vyama vya siasa. Na hakupaswa kwa sababu mamlaka hayo msajili wa vyama vya siasa hana. Alipaswa kumwandikia katibu mkuu barua kutoridhishwa na maamuzi ya baraza kuu, ili uandaliwe utaratibu wa kuitisha mkutano mkuu upindue maamuzi ya baraza kuu kama ambavyo miongozo yetu na katiba yetu ya chama inavyojieleza. Kwa misingi hiyo tunaamini msajili wa vyama vya siasa anatumika na mfumo kwa ajili ya kutudidimiza. Na hivyo sisi kama baraza la uongozi la chama mkoa wa Tabora tunalaani vikali hatua hizo anazozichukua zikiwa na lengo la kutudidimiza. Hata hivyo, pamoja na hatua hizo, tunaamini ya kwamba atashindwa na bado tutarudi kusimama na tutaendelea na shughuli za kisiasa. Chadema hii na mahali ilipofikia si chama cha mtu, ni chama cha wananchi. Na kwa sababu ni chama cha wananchi na wananchi wako nyuma yetu na watuunga mkono, tunaamini juhudi zake zitashindwa. Kwa hiyo nje ya mkoa wa Tabora, baraza la uongozi limelaani vikali hatua hizo zinazochukuliwa na msajili wa vyama vya siasa, tukiamini ni uonevu.